Bwana, kwa hii ni kwa watu wa Yanga. Hii ni inawahusu watu wa Yanga kutokana na kesi ambayo inaendelea kati ya TFF, Yanga na bodi kuhusiana na mchezo wa dabi. Nimeona watu wanazungumza mambo mengi, lakini pia kuna barua ambayo inasambaa kwenye mitandao ya kijamii. Nadhani wengi mmeiona, ni barua ambayo inaonyesha kwamba Yanga amepata ushindi kutoka FIFA kwenye ile kutokana na kesi ambayo ilikuwa inaendelea kati ya Yanga na TFF na bodi ya ligi. Of course hatuwezi kusema ni kesi kwanza. Tusiseme ni kesi kwa sababu hawakupelekana mahakamani. Lakini walichokifanya Yanga ni kwenda kwenye mahakama usuluhishi wa michezo. Na walifika kule waliambiwa hawajafuata utaratibu. Lakini kwenye ile barua ambayo inatoka FIFA ambayo inaonekana kwenye mitandao ya kijamii ni barua ambayo inaonesha kwamba FIFA imewapa ushindi Young Africans. Manake Yanga wanastahili kupata ushindi wa alama 3 na magoli 3 kwenye mchezo wa dabi ambao ulitakiwa kuchezwa na ukaahirishwa na bodi ya ligi. Na baada ya kuahirishwa na bodi ya ligi, kama unakumbuka, Yanga waliamua kwenda zao kushtaki kwenye mahakama usuluhishi wa michezo duniani. Sasa baada ya kwenda kule waliambiwa hawajafuata utaratibu, na baada ya kuambiwa hawajafuata utaratibu, maana kilichokuja kufuata ni Yanga sasa kurudi ndani, na baada ya kurudi ndani wameendelea za kampeni ile ya hatuchezi, na sasa hivi wanasema ni hatuchezi ng'o. Ni kampeni ambayo by the way inaendelea na imeshika kasi kweli kweli. Ukitazama barani kwetu Afrika inazungumzwa sana, lakini pia hata Tanzania inazungumzwa sana, bungeni pia ile kujadiliwa sana. Lakini kwenye ile barua ambayo imetoka ambayo inaonekana kwamba imetoka FIFA, inaonyesha kwamba Young Africans yameshinda. Sasa nataka nikuambie mambo kadhaa tu kuhusiana na FIFA na maamuzi yao kwenye mpira wa miguu. FIFA huwa wanatoa mwongozo wa namna ambavyo timu zinatakiwa kupata matokeo. Na mwongozo kwa namna ambavyo timu zinatakiwa kupata matokeo, kwanza ni pamoja na kufuata kanuni za mpira wa miguu ambazo zimewekwa na shirikisho husika. Sasa ukija kwetu sisi, kanuni zetu zinatuambia kwamba ili bingwa aweze kupatikana lazima ichezwe michezo 30 kwa sababu tuna ligi yenye timu 16. Lakini pia ili timu iweze kupata alama 3 ni lazima icheze dakika 90 za mpira wa miguu. Na kama haijacheza dakika 90 za mpira wa miguu, basi natakiwa kufika uwanjani, na mpinzani asipofika uwanjani basi mpinzani asipofika basi yule ambaye amefika uwanjani apewe alama 3. Lakini kwenye ule mchezo wa dabi Yanga alifika uwanjani. Lakini pamoja na kwamba Yanga alifika uwanjani, Simba hakufika uwanjani, maana yake si Yanga alipaswa kupewa alama 3 kwa sababu Simba hakufika uwanjani. Lakini kwa nini Yanga hajapewa alama 3 kwenye ule mchezo? Yanga hajapewa alama 3 kwenye ule mchezo kwa sababu kwanza Yanga alienda uwanjani ikiwa tayari mchezo umeahirishwa, lakini pia tayari wakati huo hapakuwepo na official yoyote au mwamuzi yoyote ambaye alienda pale uwanjani. Kwa maana hiyo hauwezi kupata alama 3 kwa sababu hawakuwepo waamuzi ambao wanatambulika. Maanake chama cha mpira au shirikisho lilikuwa halifahamu kuhusiana na huo mchezo. Na kwa sababu shirikisho lilikuwa halifahamu kuhusiana na huo mchezo, manake hauwezi kupata alama 3 popote pale utakapoenda kushtaki, hauwezi kupata alama 3. Sasa kwa nini watu wanasema FIFA au ile barua inaonyesha kwamba FIFA imewapa Yanga ushindi kwenye huo mchezo? Ni kwa sababu ya uongo ambao tumeuchagua kwenye mpira wetu. Tumechagua kusambaza uongo, kitu ambacho kinatupeleka pabaya, kitu ambacho kinasababisha tunatunga taarifa ambazo zinaleta taharuki. Kwenye hiyo barua inaonyesha kwamba FIFA imewaamuru TFF na bodi ya ligi wawape Yanga alama 3 na magoli 3, kitu ambacho sio kweli. FIFA hawawezi kuiamuru TFF na bodi ya ligi itoe alama 3 ikiwa mchezo haujafuata taratibu ambazo zinatakiwa. Kama mchezo ungekuwa umefuata taratibu ambazo zinatakiwa, wala isingesubiriwa FIFA kutoa amri kwa TFF na bodi kuwatoa alama 3, bali kanuni tu za ndani ambazo TFF wangezitumia vizuri na Simba wangepewa alama 5 na Yanga wangepewa alama 3 bila kusikiliza FIFA wanasema kitu gani. Lakini kwa sababu ule mchezo uliahirishwa, manake taratibu zote za kuahirisha mchezo zilifanyika. Kwa hiyo FIFA hawana uwezo wa kuingilia maamuzi ambayo yalifanywa na TFF ama bodi ya ligi. Ina maana hiyo barua ni barua ya uongo. FIFA hawawezi kuwapa Yanga ushindi kwa namna yoyote ile. Yaani hakuna chochote ambacho FIFA wanaweza kukifanya kwa ajili ya kuibeba Young Africans kwenye hili. FIFA wana taratibu zao, na taratibu zao wameziweka chini ya mashirikisho, na mashirikisho yamepewa mamlaka pia ya kuunda kanuni mbalimbali kwa ajili ya kulinda mpira wao wa ndani. Na kwenye hizo kanuni ndio hizo ambazo Yanga anazitumikia, ndio kanuni hizo ambazo Simba anazitumikia, na ndio kanuni hizo ambazo pia timu zote za Tanzania zinazitumikia.
Sasa haiwezi katokea FIFA akakubali kanuni ivunjwe kwa sababu tu eti hii ni Yanga au kwa sababu tu eti hii ni Simba. Lakini pia FIFA haiwezi kubadilisha matokeo ambayo TFF na bodi ya ligi wameamua kuyatoa, na ndio maana kikaweka chombo huru cha usuluhishi wa michezo kule duniani, cha usuluhishi wa kesi mbalimbali za michezo duniani CAS, ambacho kitakuwa kinafuatilia mienendo ya kesi mbalimbali zinazohusiana na masuala ya mpira wa miguu. Kwa hiyo sasa, kwa hiki ambacho kinaendelea kwa sasa kwenye hii barua ni uongo. FIFA hawawezi kutoa maamuzi wala CAF hawawezi kutoa maamuzi ya kuwapa Yanga alama 3 na pointi 3 kama TFF na bodi ya ligi hawajakubali kutoa hizo alama 3 na magoli 3. Ili alama 3 na magoli 3 ziweze kutolewa ni mpaka taratibu zote za mpira wa miguu ziweze kufuatwa. Wananchi kwenye ule mchezo wa dabi hizo taratibu hazikufuatwa, na kwa sababu hizo taratibu hazikufuatwa, maana yake Yanga hawana haki ya kupata alama 3. Ina maana watu wameamua kutunga uongo na kusambaza hiyo barua ili ionekane kama FIFA anaiunga mkono Yanga, kitu ambacho sio kweli. FIFA hawajaiunga mkono Yanga na hakuna chochote ambacho FIFA wamekiandika kuhusiana na hiyo barua. Watu wanasambaza uongo ambao hauna faida kwenye mpira wetu. Ukweli ni kwamba bado Yanga wanapaswa kukaa chini na TFF na bodi ya ligi kujadiliana namna gani ambavyo wanaweza wakafanya ili mpira uweze kupiga hatua na sio kusambaza uongo kama huu.